Mwakilishi wa mkoa wa Katavi katika michuano ya ligi ya mabingwa mikoa tunafahamu Kilimani, ambaye sasa hivi pia amebadilisha jina la usajili nasomeka kama Homeboys. Ndiye mwakilishi wa mkoa huo wa Katavi katika michuano hiyo. Anaanza safari asubuhi ya leo kuelekea mkoani Kigoma. Na nimetoka kuzungumza na katibu muda si mrefu kwa katika maandalizi ya mwisho kuanza safari ya kuelekea huko mkoani Kigoma. Na msikilizaji, nimwambie tu kwamba michuano hii inaanza kutumwa vumbi kesho tarehe 13. Tutamjuza pia ratiba na namba anaanza, lakini mwakilishi wa mkoa huu wa Katavi mechi yake ni tarehe 14. Atacheza na nani pia tutamjulisha saa 12:30 za jioni. Lakini tuko tunaendelea kufuatilia taarifa za ndani zaidi. Mara jana tulizungumza nao, wakasema kwamba bado hawajapata support wala kufahamu wanaondoka na nani kwa upande wa uongozi ama mwakilishi wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Katavi. Tunafahamu kwamba kila timu ambayo inasafiri manake lazima iwe na kiongozi wa kuwakilisha chama cha mpira wa miguu kwa ajili ya kuongoza, kuwasimamia, kutatua baadhi ya changamoto ambazo pia zinaweza kuibuka huko. Lakini kwa upande wa habari za michezo kitaifa, tunafahamu pia michuano ya CRDB Federation Cup ama FA. Jana pia kuna michezo kadhaa ambayo iliendelea. Moja wapo ni mchezo wa Simba ambao walishuka uwanjani kucheza dhidi ya TMA. Simba ambao wamefuzu kwenda hatua ya 16 bora kwa kuibuka na ushindi wa goli 3-0. Lakini mechi nyingine ambayo ilichezwa pia mida ya jioni kabisa usiku ilikuwa ni Namungo ambao alishuka uwanjani kucheza dhidi ya Kagera Sugar. Namungo bwana ameaga mashindano. Kadungwa goli 3-0 ama miguu ya bajaji. Manake Kagera Sugar ametinga hatua ya 16 bora ya michuano hiyo ya FA. Ambapo pia hii leo bingwa mtetezi anashuka uwanjani kucheza dhidi ya Coastal Union ambaye namzungumzia Young Africans. Na mechi ni saa 10 kamili za jioni. Na nimjuze pia msikilizaji, Hawamba bwana amekutana katika michezo 23. Na katika michezo hiyo 23 takwimu kwa haraka zinaonyesha Yanga ameshinda michezo 14 tangu kuanza kukutana kwa Hawamba. Lakini Coastal ameshinda michezo 3 pekee na michezo iliyosalia ni sare. Sasa ukizangalia takwimu kwa haraka unaona kama Yanga zinambeba Lakini hawa watu pia sheko kukutana katika michuano hii. Wamekutana katika nyakati tofauti. Yaani maana yake wamekutana kwa upande wa finali na nakumbuka finali ya mwisho pia ilipelekea changamoto ya mikojo ya penalty sare ya 2-2 kama unakumbuka. Lakini pia washako kukutana kwenye mechi nyingine ambayo Yanga aliibuka na ushindi wa goli 3-2 katika michuano hii pia ya FA. Kwa kitendawili ni nani ambaye pia hii leo ataweza kusonga mbele kwenda hatua ya 16 bora ya michuano hiyo ya FA. Lakini taarifa iliyopo ni shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF limeufungia kwa muda uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kutokana na eneo la kuchezea yani pitch kuendelea kupungua ubora wake. Kwani si inafanywa marekebisho yanafanywa? Sasa ndio hapo ndio swali ambalo mimi mwenyewe naendelea kujiuliza. Na CAF imeelekeza eneo hilo kuendelea kuboresha kwa haraka kufikia viwango vinavyotakiwa ili kuepuka uwanja huo kufungiwa kwa muda mrefu. Sawa. Mechi ya robo finali kombe la shirikisho CAF kati ya Simba na Al Masry ya nchini Misri ulipangwa kuchezwa kwenye uwanja huo April 9, si ndio, mwaka 2025. Ili kuondoa usumbufu, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limetakiwa kutuma jina la uwanja mbadala utakaochezwa mchezo huo wa Simba utakaochezwa mchezo huo Machi 14 mwaka 2025. Kwa hiyo sasa hivi panapaswa sasa Simba atafute uwanja upya ambao unakizi vigezo kuchezwa kwa mchezo huo. Binafsi natamani hii game ikapigwe Zanzibar. Kwa sababu ukiangalia dimba la Benjamin Mkapa ndio lile. Sio shapigwa pini pia unaboreshwa kaka, umesahau. Ule Zanzibar limepigwa pini muda sana. Sasa unajua hapo sasa mimi na wasiwasi kwa sababu tunakumbuka hata na Mapinduzi imepigwa kwingine. Dimba lilopo ni Azam na kuna dimba jingine KMC inacheza vigeto.
KMC sidhani kama inakizi vigezo. Labda ni Azam. Lakini Azam ndio dimba dogo. Yeah. Kwa hiyo anaweza pia nilikuwa nazungumza awali. Anaweza pia kuangalia nchini Rwanda. Kuna moja ya kiwanja ambacho pia nakumbuka Yanga alicheza mchezo wake ilikuwa ni klabu bingwa msimu wa mwaka juzi. Kuna alicheza na moja ya klabu kutoka nchini Rwanda. Ulitumika ule uwanja. Na ule uwanja hujafungiwa. Kwa hiyo anaweza kuelekea kule, na kwa nini nasema hivyo pia ni karibu, mashabiki wanaweza kutoka hapa kwenda kule, na bahati nzuri kwamba hapana masharti mengi sana ya kuingia pale nchini Rwanda. Kwa hiyo sasa hivi kazi kubwa iliyopo ni kati ya Azam, kama Azam pia uwanja utakuwa haufai, basi anaweza kaangalia nchini Rwanda. Uganda pia nakumbuka nao walifungiwa uwanja wao. Sina kumbukumbu kama ulifunguliwa uwanja huo. Kwa hiyo kwa haraka kwangu mimi, maoni yangu, wanaweza wakatazama huko nchini Rwanda, akakipiga pale, basi maisha mengine pia yakaenda. Na bahati nzuri pia haya mataifa ya karibu huwa yanatoa mashabiki kuja kushabikia hizi timu, maana zina mashabiki, yani kuna mashabiki ambao wanazifuatilia kwa ukaribu sana hizi timu za Kariakoo, tunazungumzia Yanga pamoja na Simba. Lakini pia kwa upande kwa wenzetu kule, jana pia UEFA Champions League kuna michezo ambayo iliendelea. Barcelona alishuka uwanjani dhidi ya Benfica. Barcelona aliibuka na ushindi wa goli 3-1 na maana yake amefuzu kwenda hatua inayofuata. Bayern Leverkusen dhidi ya Bayern Munich, mechi itamatika kwa Bayern Munich kuibuka na ushindi wa goli 2 kwa 0, na kwa maana hiyo Bayern Munich pia naye amefuzu kwenda hatua inayofuata. Inter Milan dhidi ya Feyenoord, mchezo ambao utamatika kwa Inter Milan kuibuka na ushindi wa goli 2-1. Tafasiri yake ni kwamba Inter Milan amefuzu kwenda hatua pia inayofuata. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.